Na mtazamaji, ni kukaribisha katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Pauline Mvungi, karibu. Baraza la Michezo la Taifa limewataka wanachama na viongozi wapya wa shirikisho la Taekwondo kuhakikisha wanalipa ada kwa maendeleo ya mchezo huo na shirikisho, ambapo yatawezesha kujiendesha kimafanikio. Taarifa zaidi na mwanamchezo wetu Charles Maguzu, baada ya kufanyika kwa uchaguzi wa shirikisho hilo, ambapo amesema kuwa uhai wa shirikisho na wanachama ni kulipa ada zao za mwaka ambazo zitasaidia kuendeleza mchezo huo katika nyanja za kitaifa na kimataifa, huku akitoa maagizo ambayo viongozi hao wanatakiwa kwenda kuyatekeleza. Wanachama wenu ambao ni vilabu 98% wanakaribia kwenda kufa kuwa wanachama mfu, kwa sababu hawalipi ada za baraza la michezo, hawalipi ada za shirikisho lenu la Taekwondo. Ili uwe hai kwa mujibu wa sheria ya baraza kwa vyama vya michezo, mashirikisho na vilabu, uhai wako ni wewe kujihusisha moja kwa moja na kulipa ada za baraza la michezo za mwaka pamoja na ada za shirikisho ambalo unalitumikia au chama. Kama ufanyi hivyo, wewe ni mwanachama mfu. Ndugu zangu wa Taekwondo, mnakaribia kuwa wafu, siku sio nyingi. Sasa naomba mkitoka hapa mkafufuke zaidi, msimame. Katika hatua nyingine, amewataka kutoa elimu ya maadili kwa wanamichezo wanaocheza mchezo huo ili wasiwe chanzo cha vurugu katika jamii inayowazunguka, huku akiwataka kuhakikisha wanapata wadhamini watakaowezesha kukuza mchezo huo. Kwa hiyo tuhakikishe tuna training, lakini tunawapa zile ethics. Wanatakiwa kufanya nini na hawatakiwi kufanya nini. Si ndio mnaambiwaga? Kwa hiyo wale watu muambie kwamba tunakufundisha Taekwondo, mchezo wa sanaa mapigano, lakini hili ni mwiko na ni mwiko kweli kweli. Fedha mtazipata kutoka kwenye ada za wanachama, lakini pia nendeni mkaone wafadhili, wadhamini mbalimbali, mzungumze nao. Mkitaka kumwenda kuongea na mfadhili yote ambaye mnadhani anahitaji ubavu wa serikali pembeni, Baraza la Michezo la Taifa tupo. Itakuwa ni jambo jema hata muhasibu akajaribu kutoa update mweka hazina. Sio lazima tuwe ripoti mwisho wa mwaka. Hii ni Channel 10 Michezo. Wadau wa sekta ya michezo na sanaa wamepongeza hatua iliyochukuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ya kuanzisha wizara maalum ya vijana ambayo itaenda kuwa tiba ya kutambua, kutathmini na kutatua changamoto zao katika sekta zinazowagusa moja kwa moja. Taarifa zaidi na Shabani Mpute. Pongezi hizo zimetolewa na mkurugenzi wa taasisi ya Twende Pamoja na Mama Sports Promotion, Mohamed Haji, wakati wa mahojiano maalum na Channel 10 Michezo, ambapo amesema kuwa hatua hii muhimu kwa vijana kwani itawezesha kuwa na daraja la kutatuliwa changamoto zao katika nyanja mbalimbali. Nguvu kazi ya vijana kwamba na yenyewe anaitilia mkono kwa kuona kwamba kuwapa wizara ambayo itakuwa inashughulika na vijana wenyewe husika. Nikumshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu sisi kama taasisi tulikuwa tunapigania vijana hao, na ndio maana tulikuwa tunasema kwamba twende pamoja na mama. Tunaposema twende pamoja na mama ni kushirikiana baina ya serikali ambayo inaundwa na Daktari Samia Suluhu Hassan na sisi vijana. Sasa vijana sasa hivi tumepata mwarobaini wa tulichokuwa tunakitafuta. Niendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais, na nadhani unaona hata baraza lake ameanza na Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Mwigulu Nchemba ni kijana, si mzee, kwa maana kwamba bado anagusa kwenye ngazi ya mazingira ya vijana ambapo tunataka tuelekee. Katika hatua nyingine, Mohamed Haji amesema kuwa wizara hiyo itakuwa chanzo cha kuwaombea vijana wenye vipaji mbalimbali ambao watanufaika na mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri na ile ya mfuko wa utamaduni ambao ni chachu ya kujiajiri na kuajiri wengine. Na tumsikilize Mheshimiwa Rais ni nini sisi vijana tutakachokipata. Kuna mikopo kaizungumzia 10%. Kwa hiyo naamini kwamba tutanufaika na hayo mazuri ambayo Mheshimiwa Rais anaamini kwamba sisi vijana tunategemea kuyapata. Shabani Mpute, Channel 10. Timu ya Kigoma Queen imeibuka na ushindi wa vikapu 42-29 dhidi ya timu ya Suma JKT iliyopo mkoani Katavi, ikiwa ni mchezo wa bonanza iliyokutanisha mikoa minne: Katavi, Kigoma, Tabora na Rukwa. Mchezo huo umechezwa katika viwanja vya shule ya sekondari Rungwa, halmashauri ya manispaa ya Mpanda, wilaya ya Mpanda, mkoani Katavi. Mwanamchezo wetu Pasco Katona ana taarifa zaidi.
Akizungumza katika bonanza la TRA Njombe lenye dhamira ya kuimarisha ushirikiano kupitia michezo na burudani lililofanyika kwenye viwanja vya Kibena Chai, meneja wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Njombe Specioza Ule amesema tukae kwa pamoja, tujali afya pia kwa kufanya mazoezi na kupata muda wa kuongea mawili matatu ambapo italeta ushirikiano zaidi. Tumekuwa tukivuka malengo kila mwezi. Kwa mfano mwaka jana tuliweza kuvuka malengo yetu, yani mwaka mzima hakuna mwezi ambao hatukuweza kuvuka lengo. Na tulikuwa tuna lengo la kukusanya bilioni 35, lakini tukaweza kukusanya bilioni 38. Nao baadhi ya wafanyabiashara walioshiriki bonanza hilo wameishukuru TRA Njombe kuwaleta pamoja wafanyabiashara na kujenga mahusiano mazuri kupitia michezo. Hali ya wafanyabiashara na mamlaka iko shwari. Pia tunaendelea kutoa elimu kwa wenzetu ambao hawajaelewa sana swala la ukusanyaji wa kodi, na tutaendelea kuhamasisha wenzetu. Naona watu wanapofurahi, watu ambao watu wamechangamka, na mimi nikasema nijiunge, nichangamke. Nina furaha sana kwa sababu nimefanya moja ya mazoezi. Mchezo waga siufanyi kabisa, lakini nimefurahi sana kufanya leo na kuweza kushindia kuku. Mgeni rasmi ambaye ameshiriki bonanza la TRA Njombe ni katibu tawala mkoa wa Njombe Judika Omari. Ametumia wasaa huo kutoa rai kwa wafanyabiashara na watumishi wa TRA. Tunakuwa mabalozi wema kwenye matumizi ya mashine zetu za EFD. Tuendelee kuimarisha na kuhakikisha kwamba unanunua, kila unaponunua unadai risiti. Ni wajibu wetu kama wafanyabiashara kuweza kulipa kodi. Kutoka hapa katika uwanja wa Kibena Chai uliopo mkoani Njombe, naitwa Michael Patrick, Channel 10. Wafanyabiashara mkoani Njombe wameaswa kutenga muda maalum wa kufanya mazoezi ili kujiepusha na magonjwa nyemelezi na kujenga afya imara, hatua itakayowezesha kushiriki kikamilifu katika shughuli za uzalishaji na kulipa kodi kwa hiari. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka Njombe. Wakizungumza na mwandishi wa habari wa Channel 10 michezo baada ya kumalizika kwa mchezo wa mpira wa kikapu wasichana katika uwanja wa shule ya Rungwa Sekondari, nimezungumza na makocha wa timu hizo juu ya mchezo huo wa mpira wa kikapu. Walikuwa na haya ya kusema. Hataki ni pazuri, viwanja vipo na kutosha, sasa kama viwanja vya mikoa mingine viwanja vizuri. Mimi nachoomba wazazi wapunguze watoto huko mitaani nini. Watoto wanacheza, yani basketball ni fursa, basketball ni ajira pia. Kujiandaa vizuri. Kama unaweza kujiandaa vizuri na kweli vitu vipo wamevionyesha. Cha zaidi nadhani mchezo unaofuata tutashinda. Upande wao manahoza wa timu ya Kigoma Queen na Suma JKT kutoka mkoani Katavi wamesema kuwa mchezo huo ulikuwa ni mzuri licha ya timu ya Suma JKT kutoka mkoani Katavi kupoteza. Mchezo wa leo ulikuwa mzuri, nimefurahia kumeti na wenzangu wa Mpanda. Tumecheza, tumeenjoy, tumeshinda. Game ni 42 kwa 29. Neno langu moja kwa wachezaji wa Mpanda, wakeep up kwenye mazoezi, tunawapenda sana. Tumetoka kucheza dhidi ya timu ya Kigoma Queens. Katika mchezo wa leo Kigoma Queens imeshinda, sisi tumeshindwa. Wao wameshinda game score 44 kwa 29. Zoezi linalofanywa na Simba ni tuongeze juhudi pia tuchukue tuzidi. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Katavi ni mwanamichezo wako Pasco Katona wa Channel 10. Na mtazamaji, tumefikia tamati upande wa habari za michezo na burudani. Kurudishe kwake Lulu Ali. Ulikuwa nami Pauline Mvungi. Asante.